Kwa ajili ya zoezi la ugawaji wa miche mbalimbali kwa ajili ya wananchi wa kijiji cha Igawisenga, lakini pia tumefanya upandaji katika eneo la kituo cha afya cha Igawisenga, zahanati ya Igawisenga. Kwa hiyo upandaji huu ni kuwaonyesha wananchi namna bora ya wanavyotakiwa kutunza miti yao, kutunza mazingira na kupanda miti. Lakini pia baada ya zoezi hili hapa pia tunawagaia wananchi miche ya kwenda kupanda katika maeneo yao. Kwa hiyo tunatoa rai kwamba pamoja na kwamba utalima mahindi, utalima maparachichi, utalima mazao mengine, lakini pamoja na kupanda miti pia unakuwa umewekeza uwekezaji ambao utakupatia kipato kizuri kwa kadri ya utakavyoweza kuitunza miti yako. Lakini sio kupanda miti tu, wajihusishe pia na ufugaji wa nyuki ambao watakuwa wanatunza mazingira, kwa sababu ufugaji wa nyuki hauhusishi kukata miti. Kwa hiyo achague miti yake baadhi mizuri, aweke mizinga yake au atengeneze vichanja aweke mizinga, itamsaidia kwa ajili ya uzalishaji. Kwa idadi ya miche ya kugawa kwa wananchi mpaka sasa iko miche 40,000. Tumeanza kugawa miche kwa vijiji tofauti tofauti ambavyo vinazunguka shamba, ikiwemo kijiji cha Igawisenga, kijiji cha Wino na kijiji cha Lilondo. Hii yote ni kuhamasisha katika swala zima la uhifadhi wa misitu. Hivyo basi kwa wananchi au vijiji tofauti tofauti ambavyo vinazunguka shamba la miti Wino, tunawakaribisha katika zoezi zima la kuchukua miche ili kwenda kupanda katika maeneo yenu. Hii yote ni kwa ajili ya kuhifadhi maeneo ambayo yako wazi, lakini vile vile misitu ambayo mtaianzisha sasa hivi itawasaidia katika kujikwamua uchumi kwa miaka ya baadaye. Nipende kushukuru fursa hii tulipata kama vijana kuja kugawiwa hii miti kwenye shamba hili la TFS Wino. Kulingana na gharama za upatikanaji wa miche hususan hii ya milingoti katika kijiji chetu cha Igawisenga, tunafurahi kutokana na hali ya mazingira yetu. Kilimo cha miti ni moja chanzo cha mapato au chanzo kinachoinua uchumi katika mazingira yetu ya kata ya Wino. Nafikiri sisi kama vijana hii itakuja kutubadilisha kutoka kwenye hali tuliokuwa nayo sasa, kutubadilisha, yani tuseme moja kwa moja ni itaenda kutubadilishia kipato chetu. Vijana wengi wamekuwa wakisuasua hapo kwamba kusema labda ukipanda mti leo utauvuna lini. Sisi tuna watoto, nikipanda mimi mti nisipokula mimi, familia yangu itakuja iutumie vizuri. Pia nitakuwa nimemwelekeza kitu ambacho kipo kwamba yeye inabidi apande miti, awekeze kule kwenye miti ili baadaye awe na yeye ana hali nzuri ya kiuchumi kupitia hayo mazao ya misitu. Ndio ninachowaelekeza. Kwa hiyo kama wana maeneo mazuri yapo ya kuweza kupanda hiyo miti wapande, kwa maana itakuja isaidie baadaye, kwa maana hata ya tusiseme tu kuvuna kama hivi. Unaona wanazungumzia mabadiliko ya tabia nchi, kuna hizo hewa ukaa. Sisi tukipanda miti kwa wingi ndio tunaweza kuleta hali hiyo nzuri ambayo inahitajika